Ndani ya siku 100 za mwanzo wa awamu ya pili ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta ya majengo imeendelea kupata msukumo mpya wa mageuzi, uwekezaji na usimamizi madhubuti wa mali za umma. Serikali imeendelea kuweka mkazo katika ujenzi wa makazi bora, upangaji wa miji endelevu na kuimarisha miundombinu ya taasisi za umma, hatua zinazochochea maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Kupitia Wakala wa Majengo Tanzania TBA, serikali imeendelea kutekeleza kwa kasi na weledi miradi ya ujenzi, ukarabati na usimamizi wa majengo ya serikali nchini kote. Katika kipindi hiki cha siku 100, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayosimamiwa na TBA, hatua iliyoongeza kasi ya ujenzi na kuimarisha thamani ya mali za umma. Miongoni mwa miradi mikubwa inayoendelea ni ujenzi wa nyumba 3500 za makazi ya watumishi wa umma. Katika awamu ya pili ya mradi huu, ujenzi wa nyumba 150 katika eneo la Nzuguni jijini Dodoma umefikia asilimia 45 ya utekelezaji. Mradi huu ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuboresha ustawi wa watumishi wa umma na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Katika jiji la Dar es Salaam, ujenzi wa majengo mawili ya makazi Block C na D katika eneo la Magomeni Kota umefikia asilimia 61 kwa Block C na asilimia 46 kwa Block D. Aidha, ujenzi wa jengo la makazi katika eneo la Temeke Kota umefikia asilimia 45.5 ya utekelezaji. Sambamba na hilo, TBA imekamilisha kwa asilimia 100 ujenzi wa majengo mawili ya ghorofa ya makazi katika eneo la Canadian Village Masaki. Katika kuboresha huduma kwa wakazi wa Magomeni Kota awamu ya kwanza, TBA inaendelea na mradi wa mgawanyo wa mita za maji katika nyumba 644. Kupitia mradi huu, kila nyumba itakuwa na mita yake binafsi ya maji, hatua inayoongeza uwazi, haki na ufanisi katika matumizi ya rasilimali za maji. Katika jiji la Mwanza, ujenzi wa jengo la makazi katika eneo la Ghana Kota lenye uwezo wa kuchukua familia 14 umefikia asilimia 39 ya utekelezaji. Vilevile, jijini Arusha, TBA inaendelea na mradi wa nyumba za makazi na biashara katika eneo la Kaloleni, mradi wa kimkakati unaounganisha matumizi ya makazi na biashara kwa wakati mmoja, unaochochea uchumi wa jiji na kuongeza thamani ya ardhi. Katika kuimarisha hadhi na ubora wa makazi ya viongozi wa serikali, TBA inaendelea na ukarabati wa nyumba 25, nyumba 14 katika mkoa wa Dar es Salaam na nyumba 11 katika mkoa wa Dodoma. Ukarabati huu unalenga kuhakikisha makazi hayo yanakidhi viwango vya kisasa vya ubora, usalama na hadhi. Serikali pia inaendelea kurejesha ubora wa nyumba za serikali zilizokuwa chini ya TAMISEMI na kuhamishiwa TBA kwa usimamizi. Ukarabati unaendelea katika mikoa ya Ruvuma nyumba 5, Tanga nyumba 11, Mara nyumba 18, Simiyu nyumba 10, Lindi nyumba 10 na Katavi nyumba 21. Hatua inayolenga kuongeza matumizi endelevu ya mali za serikali katika mikoa husika. TBA pia inaendelea na ukarabati wa karakana 6 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Tabora na Morogoro. Mradi huu unaimarisha uwezo wa kiufundi wa matengenezo ya majengo na miundombinu ya serikali na kuongeza ufanisi wa huduma za ndani. Katika kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi wa taasisi za umma, TBA inaendelea na ujenzi wa ofisi ya TANESCO Kilimanjaro, ofisi ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Dodoma, pamoja na ofisi ya RUWASA. Miradi hii inaimarisha miundombinu ya utoaji wa huduma kwa wananchi na kuchangia maendeleo ya sekta mbalimbali. Kupitia marekebisho ya sheria ya TBA kwa tangazo la serikali namba 595 la Agosti 2023, serikali imepanua wigo wa majukumu ya wakala kwa mtazamo wa kibiashara na kimkakati. Mageuzi haya yameiwezesha TBA kushiriki katika miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, kuvutia uwekezaji na kuongeza mapato. Aidha, TBA imeendelea kufanya tathmini za kitaalamu katika maeneo oevu yaliyotengwa kwa maendeleo ya miji, hatua inayosaidia kupanga miji endelevu inayokidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Katika kipindi hiki cha siku 100, TBA imeimarisha mifumo ya usimamizi wa mapato na rasilimali na kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani yanayofadhili miradi mipya ya ukarabati wa majengo ya zamani. Kwa ujumla, mafanikio ya siku 100 za mwanzo wa awamu ya pili ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yanaonyesha dhamira ya dhati ya serikali katika kujenga makazi bora, miji ya kisasa na kusimamia kwa ufanisi mali za umma. Wakala wa Majengo Tanzania utaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, uwajibikaji na ufanisi kwa maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi.